Suala la nyuklia nchini Iran bado ni mtihani mgumu katika makubaliano kati ya Marekani na Iran, huku wa Iran wakisema suala la madini ya uranium yaliyorutubishwa na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano yoyote na Marekani, baada ya rais wa Marekani kusema rasimu ya makubaliano iko tayari, lakini mambo hayo hayataguswa kabisa. Iran imesisitiza juu ya haki yake ya kurutubisha madini hayo ya uranium na kwamba hata uranium iliyopo haitahamishwa kama ambavyo Rais Donald Trump anasema. Mshirika wa Marekani Israel imesema kuwa Trump aliahidi kwamba makubaliano yoyote yatapelekea Iran kunyang'anywa nyenzo zake za nyuklia zilizorutubishwa, lakini shirika rasmi la Tehran IRNA limesema siku ya Ijumaa kwamba hata hilo haliko mezani. Iran na Marekani zimeshiriki katika mazungumzo ya majuma ya siokuwa ya moja kwa moja ya kutaka kukomesha vita vilivyosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari. Usitishaji wa mapigano ulianza mwezi Aprili, lakini matukio ya ghasia ya hapa na pale yametokea kila wakati yakizua hofu mpya ya kurejea kwa vita vya pande zote, licha ya Trump kusema mara kwa mara kuwa makubaliano yanawezekana. Baada ya kutia wino hati ya awali ya maelewano, IRNA imesema Iran na Marekani zitafanya mazungumzo ya siku 60 na kwamba haki ya Iran ya kurutubisha madini ya uranium na kubakia na nyenzo zilizorutubishwa itasisitizwa kwa lengo la kujumuishwa kwao katika mazungumzo na makubaliano ya mwisho. Zaidi ya hayo, kulingana na IRNA, Iran ingesisitiza kusimamisha trafiki kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia kuu ya kibiashara ya baharini inayobeba mafuta na gesi kutoka Ghuba. Tehran imefunga njia za kimataifa za maji tangu kuzuka kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo. Iran, ambayo imeruhusu tu msururu wa meli kupita kwenye mkondo huo wa bahari, imesisitiza kuwa meli hizo zipate kibali kutoka kwa wanajeshi wake kabla ya kuvuka. Iran haitoi ahadi yoyote katika maandishi haya ya kuachilia usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz au kurejesha uranium, hali ambayo ilikuwepo kabla ya uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Israel, IRNA imesema, ikithibitisha kwamba muhtasari mpana wa maandishi ya sasa ulikuwa unakamilishwa. Matakwa ya Iran yanaweza kuchelewesha zaidi kusainiwa kwa makubaliano, licha matumaini ya Trump kuchochea mkutano wa soko la hisa na kushuka kwa kasi kwa bei ya mafuta. Akidai kwamba rasimu ya makubaliano imeletwa kwenye ngazi ya juu zaidi ya uongozi wa Iran na kuidhinishwa, Trump alifuta siku ya Alhamisi wimbi la tishio la mashambulizi ya mabomu dhidi ya shabaha nchini Iran na kuongeza, wakati na mahali pa kutiwa saini vitatangazwa siku za hivi karibuni, huku baadhi ya taarifa zikidai kwamba huenda mnamo Jumapili ya wiki hii kukasainiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani. Trump alisema hoja bora zaidi za mpango huo zimeidhinishwa na Marekani na washirika wake katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Israel. Siku ya Ijumaa, shirika la habari la Iran la Mehr likinukuu chanzo kilicho karibu na timu ya mazungumzo ya Iran kilichapisha kile ilichokisema kuwa ni maandishi ya rasimu ya mkataba unaokamilishwa. Rasimu hiyo ilisema itamaliza vita dhidi ya pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon kuona kutolewa kwa dola bilioni 24 katika mali iliyohifadhiwa ya Iran na kuweka siku 60 kwa mazungumzo ya juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran. Pia ni pamoja na kusimamishwa kwa vikwazo kwa uuzaji wa bidhaa za mafuta na petroli za Iran na kuondolewa kabisa kwa vikwazo vya majini vya Marekani kwenye bandari za Iran vilivyowekwa tangu Aprili 13. Mehr ilisema rasimu hiyo inasema Marekani na washirika wake wanapaswa kulipa fidia ya Iran kwa uharibifu uliosababishwa na vita na itawasilisha mipango ya ujenzi mpya kwa Iran inayofikia angalau dola bilioni 300. Mazungumzo ya mwisho hayataanza kabla ya kutolewa kwa nusu ya fedha zilizozuiliwa za Iran, kusimamishwa kwa vikwazo vya mafuta vya Iran na kuondolewa kwa kizuizi cha majini, ripoti hiyo iliongeza. Alipoulizwa kuhusu kusitasita kwa Iran kusaini mkataba huo, Trump alipunguza maradufu. Alipoulizwa iwapo kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ameidhinisha mpango huo, alijibu, ninaelewa, jibu ni ndio. Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ilisema kiongozi huyo wa Israel amezungumza na Trump, ambaye aliyepa makubaliano yoyote yatajumuishwa kuondolewa kwa nyenzo za nyuklia za Tehran zilizorutubishwa pamoja na kuvunjwa kwa miundombinu yake ya makombora. Madamu mimi ni waziri mkuu wa Israel, Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, Netanyahu alisisitiza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News.